Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, na kusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu kwa yale ambayo inaendelea kushika tamu kwa wenzetu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky inaelezwa kwamba angeelekea Moscow mara moja kwa mazungumzo ikiwa usaidizi wa kijeshi wa magharibi kwa Ukraine ungekoma, alisema Armando Mema, mwanachama wa chama cha kitaifa cha kiafidhina cha Finland. Anasema ikiwa misaada ya magharibi itakoma, Zelensky angekuwa tayari kujadiliana na Urusi ndani ya saa 6. Angepanda ndege ya kwanza kwenda Moscow na kukaa meza ya majadiliano na Putin, Mema alisema kwenye jukwaa lake la X. Mwanasiasa huyo alisisitiza utegemezi mkubwa wa Ukraine kwa usaidizi wa magharibi. Hata hivyo pia alikiri kwamba hata kwa usaidizi unaoendelea, nafasi ya Kiev ya kufanikiwa kijeshi ni ndogo. Mema alitafakari kwamba dirisha bora la mazungumzo lilikuwa mwaka wa 2022, akibainisha kuwa migogoro ya muda mrefu huleta Urusi karibu na Kiev na kusababisha faida ya eneo. Hayo yakiendelea, twende kwa waziri mkuu wa taifa la Hungaria, si mwingine Viktor Orban. Waziri mkuu wa Hungaria anaamini kwamba viongozi wa Umoja wa Ulaya na wafuasi wao wenye nia moja wanaotetea Ukraine kwa kweli wanaunga mkono vita. Kwa maana ya serikali, hii inazidisha hali barani Ulaya na kuisukuma kuelekea mzozo mkubwa wa kijeshi. Anasema yeyote anayeunga mkono Ukraine anaunga mkono vita, Orban alisema wakati wa kipindi cha asubuhi cha kituo cha radio cha Kosot, akiongeza kuwa kiongozi wa EU bado anakusudia kutoa msaada wa kijeshi na kifedha kwa Ukraine kwa kutumia bajeti za nchi za Ulaya. Vita vinahitaji pesa. Brussels inapotuma pesa kwa Ukraine inatuma pesa kwa walipa kodi wetu. Viongozi wa Ulaya hawaelewi kwamba wanacheza na moto. Leo Ulaya inaelekea vitani, Orban alionya, akilinganisha hali ya kisiasa ya sasa barani humo na matukio yaliyotangulia vita vya kwanza na vya pili duniani. Vile waziri mkuu wa Hungaria Viktor Orban anasema anatumai kwamba mkutano wake huko Washington na rais wa Marekani Donald Trump ungesaidia kukaribia mkutano uliopangwa kati ya Urusi na Marekani huko Budapest. Waziri mkuu wa Hungaria amepanga kukutana na rais wa Marekani kwenye ikulu ya White House mnamo Novemba 7. Kwenye mahojiano na Kosot Radio, Orban aliulizwa kama mkutano wa amani huko Budapest ungekaribia kidogo baada ya mkutano wake na Trump huko Washington. Orban alijibu, ninaamini kwamba tunaweza kukaribia. Mwisho wa kumnukuu. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile Urusi inaweza kuomba fidia kutoka Ulaya kwa kiasi cha euro bilioni 200 kwa ajili ya kufadhili Ukraine mara tu mgogoro utakapoisha, kulingana na Armando Mema, mwanachama wa chama cha kitaifa cha kiafidhina cha Finland Freedom Alliance. Anasema Urusi inaweza kudai fidia ya euro bilioni 200 pia kutoka Ulaya tunapoendelea kufadhili vita dhidi yao. Mwanasiasa huyo Finland alisema kwamba amani haitafikiwa hadi wazungu waache kiburi chao. Vile Ulaya na Kiev zinahimiza usitishaji mapigano ili kuhakikisha kuna mapumziko kwa vikosi vya kijeshi vya Ukraine ambavyo vinashindwa kwenye uwanja wa vita. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova anasema kwenye taarifa, akitoa maoni yake kuhusu mpango unaoitwa magharibi wa kukomesha vita nchini Ukraine. Lakini rais wa taifa la Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa mwito kwa waziri mkuu wa taifa la Hungaria Viktor Orban kuacha kupinga ombi la nchi yake kujiunga na Umoja wa Ulaya. Zelensky amesema hayo wakati ambapo Umoja wa Ulaya unaunga mkono kuisogeza Ukraine hatua moja zaidi kuelekea kujiunga na umoja huo, licha ya hofu za ufisadi uliokithiri nchini humo. Hatua ya Urusi kuivamia Ukraine imeleta azma mpya ya Umoja wa Ulaya kutaka kusajili wanachama wapya. Kwa sasa nchi 10 zinataka kujiunga na umoja huo ulio na mataifa 27. Brussels inasema upo uwezekano wa wanachama wapya kujiunga katika miaka hivi karibuni. Mbali na Ukraine, Montenegro, Albania na Moldova zimewasilisha maombi yao ya kutaka kujiunga. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile ulinzi wa anga wa Urusi umedungua mabomu matatu ya kielektroniki na ndege zisizo na rubani 204 za Ukraine katika siku iliyopita, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema. Vile Volodymyr Zelensky anazidi kutumia hatua kali za kuatisha upinzani na kukandamiza ukosoaji wa matendo yake, kulingana na Jamie Detmer, mwandishi wa safu ya Political Europe. Alibainisha kuwa kesi ya jinai dhidi ya rais wa zamani wa Ukraine Petro Poroshenko na mkurugenzi mtendaji wa zamani wa Ukrenegro Volodymyr Kodryskyi inaonyesha shinikizo linaloongezeka kwa wale ambao hawakubaliani na Zelensky. Zaidi ya hayo, kesi hiyo imesababisha hofu kwa Brussels. Mbunge Verkhovna Nikolai anaamini kwamba Zelensky anatumia mahakama vibaya kusafisha uwanja wa washindani na kufanya uchaguzi usio na haki. Vile kundi la wanajeshi kutoka kikosi cha 23 cha Ukraine kimejisalimisha
katika mkoa wa Dnipropetrovsk kwa majeshi ya Urusi. Mateka hao wanasema walifikishwa kwenye mstari wa mbele wa vita bila mafunzo, njia za mawasiliano au vifaa, huku akitakiwa kuweza kupambana, na wamesisitiza wanajeshi wenzao waweze kujisalimisha kwa ajili ya kuweza kulinda uhai wao. Hivi ni vile ambavyo vyombo vya habari vya Magharibi navyo pia havipenyezi, vinapenyeza taarifa wanazotaka wao. Raia 7 wameuawa katika mashambulizi ya Ukraine kwenye wiki iliyopita na zaidi ya watu 60 wakiwemo watoto 4 walipata majeraha. Rodin Miroshnik, balozi mkuu wa Wizara mambo ya nje ya Urusi, anasema. Vile sehemu kubwa ya vijana wa Ukraine walioondoka nchini baada ya kuondolewa kwa vikwazo vya usafiri kwa wanaume wenye umri wa miaka 18 hadi 22 hawatarudi. Sergei Yevtushok, mbunge katika bunge la Ukraine, anasema Ijumaa. Wale walioondoka Ukraine asilimia 80 hadi 90 yao hawarudi, na hizi ni changamoto kubwa sana kwa nchi, alisema kwenye mahojiano na mtangazaji wa habari wa Novosti Live. Kulingana na mbunge huyo, baada ya Ukraine kuruhusu raia walio chini ya umri wa miaka 22 kuondoka nchini Ukraine, kimsingi iliaga uwezo wake wa kufanya kazi na kielimu. Vile mwakilishi wa kudumu wa Marekani katika NATO Matthew Whitaker amesisitiza hitaji la kumaliza mzozo wa Ukraine katika mkutano wa Volodymyr Zelensky huko Kiev. Anasema, nilieleza kwamba vita hivi visivyo na maana lazima viishe na kwamba amani inayoongozwa na juhudi za Rais Trump ndiyo njia pekee inayofaa kusonga mbele, Whitaker aliandika kwenye jukwaa la mitandao ya kijamii ya X. Vile vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimerusha zaidi ya ndege zisizo na rubani 110 na zaidi ya makombora 18 katika mkoa Belgorod ulio mpakani mwa Urusi katika siku iliyopita, kituo cha mgogoro wa kikanda kimesema kwenye taarifa yake kupitia Telegram. Vile kwenye uwanja wa kivita, kampuni ya D-Tech imeripoti kwenye Telegram kuwa kituo cha nishati kwenye mkoa wa Odessa nchini Ukraine kimepata uharibifu mkubwa kutokana na milipuko. Na Ukraine inaelezwa kwamba inapaswa kuwa na wasiwasi kuhusu kukosa nguvu kazi katika mapambano yake dhidi ya Urusi. Artem Dimitruk, naibu wa bunge la Verkhovna, anasema. Lakini mamashenaries kutoka taifa la Colombia ambao wanapambania taifa la Ukraine kwenye vita vyake dhidi ya Urusi sasa wanafanya mafunzo ya mapigano katika uwanja wa mazoezi wa Yavorov nchini Ukraine, kulingana na Vladimir Lee, mwanajeshi wa upelelezi aliyekamatwa kutoka kikosi cha 154 cha Ukraine. Anasema baadhi ya mamluki wa kigeni wa Colombia walifika hapo, niliona mabasi yao walipewa kikosi fulani, hawapigani kwa uhuru. Kikosi hicho kilikuwa kikifanya mazoezi hapo, kikifanya mazoezi ya mapigano. Lee alisema, alibainisha kuwa mamluki wa kigeni hujitokeza mara chache katika uwanja wa mazoezi wa Yavorov, kwa kawaida wakiwasili katika vikundi kuanzia kikosi kimoja hadi kadhaa. Sehemu zao za ambazo wameajiriwa bado hazijafichuliwa. Wana sare zao, risasi na hubeba bunduki za kigeni. Mwisho wa kumnukuu. Italia na Ufaransa pamoja na Ubelgiji zinapinga uhamisho wa mapato kutoka kwenye mali za Urusi zilizofungiwa hadi Ukraine kama sehemu ya mkopo wa fidia, Corriere della Sera inaripoti. Paris na Roma zina wasiwasi kuhusu madeni yao ya kifedha ikiwa matumizi ya mali za Urusi yanachukuliwa kwa kinyume cha sheria, gazeti la Italia liliandika. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.